Siasa za upinzani katika taifa lolote hazijawahi kuwa rahisi. Katika siasa za Afrika Mashariki, hasa katika nchi ya Uganda, unapotaja upinzani, jina Dr. Kizza Besigye haliwezi kuepukika. Dr. Kizza Besigye ni mmoja wa viongozi wa upinzani ambao wamekuwa mwiba mkali kwa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Dr. Kizza kwa sasa anashikiliwa katika magereza ya kijeshi baada ya kuelezwa kutekwa jijini Nairobi Novemba 16, 2024 na baadaye kuonekana katika mahakama ya kijeshi nchini Uganda akituhumiwa kwa makosa ya usalama na kumiliki silaha isiyo halali. Mke wa Dr. Kizza Besigye, Bi Winnie Byanyima, ameandika historia yenye uchungu juu ya kinachoendelea baina ya mumewe na serikali ya Yoweri Kaguta Museveni na nini hasa chanzo cha ugomvi wa watu hawa wawili ambao walikuwa marafiki wakipigana vita nyingi pamoja katika kukomboa taifa la Uganda. Simulizi ya Bi Winnie hii hapa. Kupitia ukurasa wake wa X ameandika akisema, sasa ni mwaka mmoja tangu mwenzi wangu Dr. Kizza Besigye alipotekwa nyara kutoka Nairobi na kupelekwa gerezani nchini Uganda. Mwaka mmoja baadaye, kesi dhidi yake haijasonga mahakamani. Udhalimu usio na mwisho, kuwekwa kizuizini na jeshi, kufungwa kinyume cha sheria, kunyimwa dhamana, mfumo wa haki uliotekwa. Kwa nini anashikiliwa? Kwa sababu ana maoni tofauti. Kwa sababu amethubutu kugombea urais. Kwa sababu nchini Uganda kutoa mawazo tofauti kunachukuliwa kama kosa na wale wanaopinga utawala wa kimabavu wanaadhibiwa badala ya kusikilizwa. Kinachomtokea Kizza Besigye sio cha kipekee. Ni hatima ya Waganda wengi, hasa vijana na harakati ambao hupotea, hushikiliwa bila mashtaka, huteswa au hata kuuawa. Gereza limekuwa ni mustakabali wa taifa letu kunyamazisha watu kwa ukatili. Niruhusuni niwakumbushe Kizza Besigye ni nani? Yeye ni shujaa wa taifa ambaye alitoroka kizuizini kinyume cha sheria chini ya utawala wa Obote katika basement ya hoteli mbaya ya Nile. Alikimbilia uhamishoni, lakini Uganda ilipomhitaji alirudi kuungana katika mapambano ya uhuru. Aliacha kazi yake ya udaktari katika hospitali Aga Khan jijini Nairobi, akaungana na Museveni katika vita vya msituni na akahudumu kwa ujasiri. Akiwa mmoja wa madaktari wawili pekee katika NRA, alipigana katika vita vyote vikubwa na akaokoa maisha ya watu yasiyohesabika, ikiwa ni pamoja na kuwa daktari binafsi wa Museveni. Baada ya vita, alijenga NRM akiwa kamishna wa siasa wa taifa, akiimarisha miundo katika nchi nzima, akiwa mjumbe wa NRC na bunge maalum la katiba. Alisema ukweli wake, daima akiegemea kwenye maono ya NRM ambacho ni chama cha sasa cha rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Maono ya NRM yalikuwa demokrasia, haki za binadamu na haki za kijamii. Kutofikiana kwake na Museveni kulianzia pale maono hayo yalipodhulumiwa, pale utawala wa binafsi ulipochukua nafasi ya mabadiliko ya kitaifa. Mnamo mwaka 2001, baada ya uchaguzi wenye vurugu na ulioharibika ambapo ushindi wake uliibiwa, Kizza Besigye aliachana na chama cha NRM. Tangu wakati huo amekumbana na kukamatwa, kuteswa, kudhalilishwa na kuhalalishwa kihalifu. Mnamo Novemba 2005, miaka 20 iliyopita, alishtakiwa kwa uhaini, ugaidi, umiliki haramu wa silaha, hata kubaka. Yote ni mashtaka ya uongo. Alikabiliwa na kesi mahakamani na kisha aliachiwa huru. Kupitia haya yote, Kizza Besigye hajawahi kupoteza msimamo. Uaminifu wake wa kupigania demokrasia, haki za binadamu na usawa haujawahi kutikisika. Hakuna kifungo au unyanyasaji wowote utakaomfanya achane na mapambano ya Uganda huru. Leo naomba Jenerali Kaguta Museveni na mfumo wa haki uliotekwa watoe uhuru kwa Kizza Besigye na Obed Lutale. Kizuizi chao endelevu ni doa kwa taifa letu. Uganda inapaswa kurejesha utu wake. Kisha Bi Winnie akaweka hashtag akiandika,
watoe huru wote wanaoshikiliwa kihalali kwa siasa Uganda. Maumivu anayepitia Kizza Besigye ya kushtakiwa kwa uhaini mara kadhaa na hata kufungwa, kukamatwa, kupigwa, kuvunjwa na mara nyingine kuharibiwa kwa mali zake ni maumivu ambayo yanawakuta wanasiasa wengi upinzani, hasa katika nchi za Afrika. Kwa sasa hivi nchini Uganda kampeni za uchaguzi zinaendelea, ambapo wapinzani wawili wanachuana kwa nguvu kubwa. Yoweri Kaguta Museveni kupitia chama chake cha NRM na Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine kupitia chama chake cha National Unity Platform. Kampeni hizi si rahisi hata kidogo kwa upande wa Bobi Wine. Mara kadhaa wafuasi wake wamekuwa wakikamatwa, mara nyingine mikutano yake imekutana na dhoruba ya kutishana nguvu na vyombo vya dola. Hizi ndizo siasa zinazoendelea nchini Uganda. Haya ni maombi ya mke wa Dr. Kizza Besigye, Bi Winnie Byanyima.